Tanzania yaadhimisha siku ya wanawake duniani kwa pongezi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuonesha njia ya ujasiri wa wanawake katika kupigania haki na maendeleo yao binafsi na ya taifa. Na katika michezo, mashabiki wa mchezo wa soka nchini watilia shaka uwepo wa vyombo vya usimamizi wa mchezo huo baada ya mechi ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya watani wa jadi Yanga na Simba kushindwa kufanyika kwa mujibu wa ratiba. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha asubuhi njema kinacholetwa kwako na Mikisa Mwipiana. Tutaanza na taarifa ya habari, lakini baadaye tutapata muda wa kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye hapo jana aliwaongoza wanawake wa Tanzania katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, ametajwa kuwa kinara wa hamasa kwa wanawake kuwa mstari wa mbele kupigania maendeleo ya taifa, pamoja na baadhi ya taasisi kutoa hamasa kwa wanafunzi kujiunga na fani zilizokuwa nyeti zikionekana za vijana wa kiume. Miongoni mwa sekta hizo ni ya usalama mtandaoni, yani cyber security, ambayo idadi ya wanawake wanaoingia katika taaluma hiyo bado ni ndogo ukilinganisha na wanaume, na hivyo kuacha pengo kubwa katika uwakilishi wa kijinsia ndani ya sekta hiyo. Taarifa zaidi yanayo mwanahabari wetu Jamila Omar kutoka jijini Arusha. Makamu mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha IAA anayeshughulikia fedha, utawala na mipango, Dr. Grace Temba ametoa wito kwa wanafunzi wa kike kujitokeza kwa wingi kusomea masomo ya usalama mtandaoni, ambapo akizungumza wakati wa maonyesho maalumu ya siku ya wanawake duniani, Dr. Temba amesema kuwa sekta ya usalama mtandaoni inahitaji mchango wa jinsia zote ili kukabiliana na changamoto zinazoikumba, na kuongeza kuwa ni taaluma yenye fursa kubwa za ajira. Tunaamini ukiwa na wasichana wengi au wanawake wengi upande ule, kweli tutakuwa salama katika maeneo hayo. Sasa hivi dunia inaenda upande wa ICT zaidi kuliko upande wa nguvu kazi za mikono au za miguu. Kwa hiyo tunataka tuwe salama pia upande ule wa kutunza taarifa hizo za kimtandao na mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo tunaamini wanawake wanaweza. Mwanamke akiamua kujikomiti na kufanya jambo lake, kweli analifanya kwa 100%. Na wanawake ni waaminifu sana na wachapakazi sana. Kwa hiyo ndio maana ninashauri hilo na kushawishi hilo, kwa sababu miaka 3-4 baadaye tukiwa tumejaza upande ule na wanawake, tutakuwa tuko salama, tutakuwa tuko na amani zaidi. Mbali na masomo ya cyber security, chuo hicho pia kinaendesha kozi mbalimbali zikiwemo kozi za ujasiriamali ambazo zimewasaidia wanafunzi wengi kujiajiri na kujitegemea kiuchumi wakiwa chuoni na hata wanapohitimu masomo yao. Na lengo kuu ya hii program ni vitu viwili. Cha kwanza kuwa na qualified employee. Why qualified employee? Kwa sababu tumegundua kazi zipo, japo watu wanalalamika kazi hamna, lakini hakuna qualified mtu ambaye anafiti kufika katika ile eneo. Kwa hiyo tunadili pia na upande wa career, lakini kitu kingine tunadili na mtu wa pili ambaye ni mtu ambaye ataweza kujiajiri mwenyewe na kuajiri watu wengine ili kupunguza changamoto ya ajira nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla. Mimi nilikuja tu na wazo, nikiwa nina wazo bila product, ila pia startup center ilinisaidia nikakuza wazo langu, nikatengeneza product na sasa nipo sokoni. Product ninayotengeneza ni mkate wa ndizi. Sasa mabinti wenzangu ambao tuko ndani ya chuo cha uhasibu Arusha na hatupo ndani ya startup center, ninawaasa tukaribie kwa sababu wanawake tunaweza. Machi 8 kila mwaka, wanawake wa Tanzania huungana na wanawake wengine duniani kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Tafiti zilizokuwa zikifanywa na shirika la UZIKWASA katika wilaya ya Pangani mkoani Tanga zimeendelea kubadilisha mtazamo hasi kwa wananchi kuhusiana na nafasi ya mwanamke na mtoto wa kike katika jamii, ambapo wazazi na walezi walikuwa wakikimbilia kuwaozesha watoto na kuwanyima haki ya msingi ya kupata elimu, hali ambayo imechangia kuwarudisha nyuma kimaendeleo. Taarifa zaidi na Raya Kipingo kutoka Pangani mkoani Tanga. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya mwanamke yaliyofanyika katika wilaya Pangani, msimamizi wa kitengo cha ubunifu na ustawi wa shirika la UZIKWASA Nixon Lutenda amesema wanashirikiana na serikali kutoa mafunzo mbalimbali yakiwemo ya uongozi kuanzia ngazi ya vijiji na kamati za shule,
lengo likiwa ni kutambua haki na wajibu wa mtoto hasa wa kike. Kama mnavyojua, Mheshimiwa Rais aliwahi kuzindua mkakati wa Mtakuwa namba 1, ikaja mkakati na Mtakuwa namba 2. Sasa zile kamati, sisi kazi yetu kubwa tunazipa mafunzo namna gani kutambua haki na wajibu wa mtoto wa kipangani na wa nje ya pangani, lakini haki na wajibu wa mwanamke wa pangani na nje ya pangani, kwamba je, tukimwezesha mtoto wa kike kuna faida gani? Akihitimisha maadhimisho hayo yaliyofanyika katika shule ya msingi Funguni, mkuu wa wilaya Pangani Gift Msuya amewataka wazazi na walezi kuzingatia jukumu lao la malezi kwa watoto ili kujenga kizazi bora cha baadaye. Watoto wetu wamekuwa kwenye majanga makubwa ya ulawiti. Tusikubali kuwaacha watoto wakajilea wenyewe. Tumejivua kabisa jukumu la ulezi, na wakati mwingi tumekuwa tukilaumu serikali. Tukumbuke enzi za mababu zetu walivyoendesha jamii ya kwamba mtoto wa mwenzako ni wa kwako, una wajibu naye. Majukumu ya familia yaweze kusonga mbele ni pale kina mama mtakapokuwa stable. Ile 50 kwa 50 tulioiomba ili tufikia pia Tanzania. Sasa tusipoitumia vizuri inatupelekea kwamba mwache familia na kutelekeza watoto wanaweza kuishi kwa kuhangaika. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Jamii ya Kitanzania imetakiwa kuendelea kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa kuwa vitendo hivyo vimekuwa vikirudisha nyuma juhudi za serikali katika kuhakikisha jamii inaishi katika usawa, haki na wajibu kwa kuzingatia haki na misingi ya kibinadamu. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza katika kongamano la wanawake la kuwakumbusha juu ya kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika kipindi cha sherehe ya sikukuu ya mwanamke duniani, katibu mkuu wa taasisi ya Lemachu ambayo imejikita katika kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto pamoja na wanaume wanaofanyiwa ukatili na wenza wao, Violet Mazembe, amesema vitendo hivyo bado vinaendelea katika baadhi ya maeneo na kuitaka jamii kubadilika. Mujibu wa mwendelezo wetu, ukatili unatakiwa kuendelea kupambana, na ndio maana tupo mahali hapa kuunganisha nguvu kwa pamoja, kuenda chini kabisa kwenye jamii, kuambia wababa nao watoke waupinge ukatili, wamama watoke, wasichana, na kila mmoja awe yeye ndiye kioo cha kupinga ukatili wa kijinsia. Na wizara haiwezi kufanya yote, ila jamii yenyewe ikijitambua itaukataa ukatili, na ndipo tutakaposhinda katika jambo hili. Vitendo vya ukatili vinajitokeza kwa wanawake, watoto na wenye ulemavu au makundi maalum. Ikitokea umeona tatizo hilo kwenye jamii yako, kwenye eneo lako, unatakiwa utoe taarifa, ambapo Mheshimiwa Waziri alishatoa namba, na kwa kupitia chombo hiki Lemachu una uwezo kumtafuta kiongozi yote wa Lemachu, kwa sababu viongozi wapo kuanzia kitaifa, mikoa, wilaya pamoja na kata na vijiji. Upo katika mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo tunajishughulisha sana kwa ajili ya kuhakikisha ukatili huu unatokomea. Kwa sababu tunaona kwenye vyombo vingi vya habari watu wanaongelea sana kwa habari ya ukatili. Kuna watoto wanafanyiwa ukatili, kuna kina mama wanafanyiwa ukatili, kuna kina baba wanafanyiwa ukatili. Kwa upande wake, Anita Waitara, mlezi wa taasisi hiyo, amesema katika kuimarisha jamii iliyo bora yenye ustawi lazima vitendo vyote vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto vikomeshwe, lakini nguvu kubwa inahitajika kuanza katika ngazi ya familia. Yaani unapojitambua unaelewa haki zako. Ukishaelewa haki zako, kwa maana elimu imefika mpaka sehemu ambazo zilikuwa zifikiki. Kwa kutokana na elimu ambayo imetolewa na vyombo vya ulinzi na usalama vikisaidia, tumejikuta kumbe matatizo mengi yaliyokuwa yamefichika yameweza kuwa wazi na serikali kuyafikia kirahisi. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Wanawake mkoani Tabora wameomba sera uwezeshaji wanawake kiuchumi inayotekelezwa na serikali kupitia halmashauri zote nchini iwe endelevu ili waendelee kujimarisha kiuchumi, hatua ambayo itakuwa ni chachu kuanzia ngazi ya familia na taifa kwa ujumla. Mwanahabari wetu Pendo Salu ana taarifa zaidi kutoka huko Tabora. Ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambapo katika mkoa wa Tabora yamefanyika hapa wilayani Nzega. Pamoja na mambo mengine, wanawake wamezungumzia suala la uwezeshwaji wao kiuchumi kwa kuwa imekuwa na manufaa kwao kuanzia ngazi ya familia na taifa kwa ujumla, huku wakitoa wito kwa serikali kuhakikisha suala hili linakuwa endelevu.
Uwezeshaji tunaomba kwamba uendelee, kwa sababu sisi wengine tumepata, kwa mfano tumepata mikopo ya Mama Samia, tunaendelea kuifanyia kazi, lakini kuna wengine bado hawajapata na wao wapate. Kwa hiyo mambo ya uwezeshaji yaendelee. Mwisho wa siku mwanamke hawezi kureplace nafasi ya mwanamume, lakini mwanamke anahitaji zaidi uwezeshwaji ili aweze kuwa na confidence katika jamii, kuepukana na mitazamo ya jamii zetu ya toka awali kwamba mwanamke hakuwa na nguvu yoyote na uwezo wote kuongea, kupaza sauti. Kwa hiyo uwezeshaji huo, kuna wale ambao wanahitaji kuwezeshwa, wanawake ambao wanahitaji kuwezeshwa wako chini bado, lakini kuna wale wanawake ambao tayari washajipata wako juu, wale hawahitaji kuwezeshwa. Isipokuwa tunawahitaji sasa wale wanawake ambao tayari wako juu washike mkono wanawake ambao ndio wanachipukia, ili mradi kwenye hali tutoke kwenye hali ya kuwezeshwa. Wakati wanawake wakiendelea kuwezeshwa kiuchumi, wito umetolewa pia kuhakikisha kwamba wasisahau nafasi yao ya malezi kuanzia ngazi ya familia. Kama wewe unaweza kutoka na bidhaa kichwani au kubeba begi mgongoni kwenda kufanya biashara, lazima umheshimu mume wako aliyekupa kibali. Kwa hiyo wanaodharau waume zao kuanzia sasa, kwa taarifa hii waache. Mkuu wa wilaya ya Urambo Dr. Hamisi Mkanachi ndiye amekuwa mgeni wa heshima katika maadhimisho haya, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha. Akawasilisha ujumbe mahususi kwa wanawake. Na mmomonyoko wa maadili unaongezeka kila kukicha, na hii ni kwa sababu tu wazazi hatujatulia na kuzungumza na vijana wetu. Kwa hiyo niwaombeni sana kina mama, pamoja na kutafuta faranga, tusisahau familia, tusisahau malezi, tusisahau baba pia ni mtoto nyumbani. Kutoka hapa katika viwanja vya Samora vilivyopo wilaya Nzega mkoani Tabora, mimi ni Pendo Salu, Channel 10. Kina mama wanaofanya kazi shirika la umeme TANESCO mkoani Morogoro wamesherehekea siku ya wanawake duniani kwa kuwanunulia mahitaji muhimu watoto wenye ulemavu wanaoishi kituo cha Mehayo baada ya kuwepo kwa taarifa ya upungufu wa chakula, mavazi pamoja na malazi, jambo linalopelekea watoto hao kuishi kwa adha hapo kituoni. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Wakiwa kwenye nyuso za furaha zilizotawaliwa na matumaini, ni ngumu kutambua kuwa watoto hao wenye ulemavu wa kituo cha Mehayo wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa mahitaji muhimu kama chakula, mavazi na malazi, jambo lililopelekea wanawake wanaofanya kazi shirika la umeme TANESCO mkoani Morogoro kuona wana wajibu wa kuwagusa na kuonyesha matendo ya huruma kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Wakina mama wamewiwa kushika jamii kwa jinsi hii, na ndio maana tuko hapa siku ya leo. Tunaisherekea siku yetu, lakini tunasherekea uzao wetu, na uzao ni pamoja na watoto hawa wanaopatikana hapa Mehayo Morogoro, ambao wanahitaji jamii iwashike mkono katika kukua kwao. Je, msaada huo umebadilishaje maisha ya watoto wanaoishi kwenye kituo cha kulea wenye ulemavu cha Mehayo kilichopo manispaa ya Morogoro? Kwanza, changamoto kubwa iliyokuwepo hapa ni chakula pamoja na spika kwa ajili ya sanaa za michezo kwa watoto. Tunashukuru kama TANESCO wamesikia ombi letu na wametekeleza. Kipekee napenda kushukuru sana kwa niaba ya kituo. Nimewiwa kuja hapa kwenye kituo cha watoto ambao wana changamoto, wasijione kwamba wanatengwa, na sisi tuko pamoja na jamii. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Wanawake mkoani Njombe wamehimizwa kusomesha kwa bidii kubwa wasichana ili wajikomboe dhidi ya mfumo dume na kuweka usawa wa kijinsia na haki kwa wote, ili kuondokana na tabia ya kunyimwa haki zao katika kumiliki mali wakati wa mgawanyo kwenye familia. Michael Patrick huyu hapa anaarifu zaidi kutoka Makete, Njombe. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Makete Kisa Kasongwa wakati akizungumza kwa niaba ya mgeni rasmi mkuu wa mkoa wa Njombe kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kimkoa yaliyofanyika katika kata ya Bulongwa wilayani Makete. Tuna changamoto sana ya kimila. Wakati nazungukia kwenye mabanda, nilimuuliza mwanasheria, hivi kwa nini mtoto akizaliwa baba na mama wanazaa watoto wa kike na wa kiume?
lakini wakija kugawa urithi wa eneo utasikia hapa wanagaiwa wanaume. Uongo kweli? Kwamba mwanamke ataenda kuolewa. Nafikiri wanasheria bado wana safari ndefu ya kuangalia mila zetu hizi. Ushauri wangu leo siku ya wanawake, kwa wanawake wenzangu, sisi wakina mama wenye watoto tuwasomeshe watoto wetu. Tukiwa na tegemezi kwa wanaume, ukatili hautaisha. Nao viongozi mbalimbali walioshiriki maadhimisho hayo wametoa rai kwa wanawake. Wanawake msishindane. Hakikisha kila mwanamke unaye mtu ambaye kwa kikinga cha ndani kabisa wanasema ni roro modo au menta wako. Unapotunza, unapolea mtoto wa kiume, jua unalea mwanaume wa mtu. Na unapolea mtoto wa kike, ujue unalea mke wa mtu. Kwa kama tunafanya hivyo, basi tujikite kwenye malezi yaliyo bora na salama kwa taifa letu. Kwa upande wake, afisa wa dawati la maendeleo ya kisheria wilayani Makete Nelson Gaspar amesema wanashirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha wanawake wanapata haki zao, hususan katika umiliki wa mali. Tunaangalia jamii nyingi za Kiafrika bado zinatunga zile sheria kandamizi. Sasa serikali inaingilia kati au sisi wanasheria tunaingilia kati kuja kuweka msawazo wa kisheria katika jamii. Kwa zile mila ambazo ni potofu kwenye jamii ili mwanamke aruhusiwe kumiliki ardhi. Baadhi ya wanawake walioshiriki maadhimisho hayo wamekuwa na haya ya kusema. Kumekuwa na mtazamo hasi kutokana na mgawanyo wa mali katika jamii zetu na katika familia zetu. Kutoka hapa kata ya Bulongwa wilayani Makete mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick, Channel 10. Umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Magharibi kichama umeadhimisha siku ya wanawake duniani kwa kufanya dua maalum ya kumwombea Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ili Mwenyezi Mungu awalinde na kuwapa nguvu za kuwatumikia wananchi. Huyu hapa ni Juma Kasim ambaye alikuwa shuhuda wetu huko Unguja. Mgeni rasmi katika dua hiyo ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ni naibu katibu mkuu Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania anayefanyia kazi zake Zanzibar, Tunu Juma Kondo. Lengo letu nchi yetu iendelee kuwa na maendeleo, nchi yetu iendelee kuwa na amani na utulivu. Viongozi wetu hawa wakishakuwa na amani na utulivu ambao wanaisimamia, naamini nchi yetu itakwenda salama, na kuzingatia mwaka huu mwaka wa uchaguzi. Basi tunamwomba Mwenyezi Mungu kupitia dua yetu hii ya leo, uchaguzi huu uwe salama na amani, lakini naomba zaidi chama chetu cha Mapinduzi kishinde kwa ushindi mkubwa mno. Katibu idara uenezi mkoa wa Magharibi Msekwa Muhammad Ali anawataka wanawake kujitokeza katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi na kuunga mkono viongozi waliopo madarakani. Tunawaombea kabisa marais wetu, tumwombea dua viongozi wetu, tumwombea dua nchi yetu, tumwombea dua kila ambaye katika nchi hii, pia Mwenyezi Mungu katika dua hii ilipokee. Na ninatoa wito kwa wanawake wote kujitokeza katika kuchukua nafasi za kuomba uongozi kuanzia ngazi ya chini mpaka juu, kama ngazi ya balozi, ngazi ya diwani, ngazi ya ubunge na mwakilishi, ili nasi wanawake tushirikiane kwa pamoja katika Tanzania hii kuendeleza nchi. Katika hatua nyingine, viongozi wanawake wamesisitizwa kusimamia malezi ya watoto na kuhamasishana kujiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Na mtazamaji, na sasa tujiunge na Beatrice Eric kwa makala maalum ya siku ya wanawake duniani. Wakati Tanzania ikiungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya wanawake, yapo mambo mengi ya kujivunia, ikiwemo ushiriki wa wanawake katika shughuli mbalimbali za maendeleo, kupata nafasi za juu za uongozi, pamoja na kuendelea kumjengea uwezo mtoto wa kike ambaye anatajwa kuwa mama wa baadaye. Kwa wanawake na wasichana, usawa, haki na uwezeshaji ni kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani mwaka huu. Kauli mbiu hii inahimiza kuhakikisha kwamba wanawake na wasichana wanapata nafasi sawa ya kushiriki, kuendelezwa na kulindwa dhidi ya vitendo vyovyote vya unyanyasaji wa kijinsia. Katika kuadhimisha siku hii, Channel 10 haikuacha nyuma watoto wa kike wenye ulemavu wa aina mbalimbali ambao wanasoma chuo cha ufundi stadi Yombo. Chuo hiki kilichopo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu kinapokea wanafunzi wenye ulemavu jinsia zote, yani kike na wa kiume, na kinatoa elimu bila malipo. Tumezungumza na baadhi ya wanafunzi wa kike ambao wamejikita katika fani tofauti tofauti. Lea Remedius,
Yeye ulemavu wake ni kutosikia na kuongea. Anapendelea fani ya ushonaji. Anasema akimaliza mafunzo hayo anataka awe fundi mzuri na atunze familia yake. Nimekuja hapa chuoni Yombo. Sasa hivi mimi napenda sana kushona, nimefundishwa kushona. Halafu nafikiria kuhusu maisha yangu kwamba nitapata ajira au nitajiajiri. Mambo tofauti tofauti anapenda sana. Kuandaa nguo, kushona nguo na kuziandaa vizuri. Baada ya kumaliza masomo napenda kuwa na maisha mazuri. Sharifa Abdu yeye anashughulika na utengenezaji wa batiki. Mafunzo natengeneza batiki au kutengeneza vikoi au mashine hii. Inatakiwa tunatengeneza, lakini changamoto ndio mbalimbali. Lakini yupo mwanafunzi asiyeona anapendelea masuala ya kilimo na ufugaji. Mfano katika kilimo, ukitaka kutofautisha jani na mchicha. Mchicha mara nyingi unakuwa, yani majani yake yanakuwa mapana tofauti na jani. Nyasi inakuwa ndogo. Baada ya kuzungumza na wanafunzi, tumepata fursa ya kuzungumza na mkufunzi mkuu msaidizi chuo hicho, Mwalimu Regina Makota. Anasema fani wanazopendelea watoto wa kike ni ushonaji na batiki, japo kwa mwaka huu wamepata mtoto mmoja wa kike anayesoma uungaji vyuma. Mwalimu Regina anasema licha ulemavu walionao, vijana wana uwezo wa kufanya mambo mbalimbali. Changamoto iliyopo ni muda mchache wa kujifunza, kwa kuwa masomo yanatolewa kwa miaka 2. Hivyo anaiomba serikali kuongezea muda ili wapate kujifunza zaidi. Vijana wanao uwezo wa kufanya kitu, lakini uwezo wao hatuwezi kulinganisha sawasawa na wale vijana ambao hawana ulemavu wowote. Nikisema kwamba kwa muda wa miaka 2 ni mchache sana kwao. Labda kama ingewezekana kupata muda zaidi wa kujifunza, kwa sababu wanapofika hapa kutoka mikoani changamoto inakuwa kubwa. Kwa upande wa walemavu wasioona, akifika hapa yani lazima atumie zaidi ya mwezi 1, 2, 3 kujifunza mazingira. Mafunzo haya yanategemea vitendo zaidi. Hapa Mwalimu Regina anaomba uwezeshwaji wa vifaa vya kujifunzia. Yani shida ni vifaa, na vinahitajika vifaa vya mara kwa mara. Kwa mfano ukinunua waya, roli moja la waya labda 1.5. Ukishaanza kuwafundisha, mkishaanza kukata, unakata vipande, wanatumia, wanarudisha. Ile hoda ukianza kumfundisha, mwingine lazima aiangalie, mwingine haribu, aone hii kwa nini iko hivi. Kwa hiyo kwa kweli tunahitaji upande wa vifaa. Ukimjenga mtoto wa kike, umejenga familia. Vyovyote alivyo, yeye ni mama wa baadaye. Mimi ni Beatrice Eric. Asante sana Beatrice Eric kwa makala hiyo nzuri kabisa ya siku ya wanawake duniani. Mtazamaji, na sasa tugeukie habari za michezo. Mashabiki wa soka nchini wameelekeza lawama zao kwa vyombo vya usimamizi wa mchezo huo, huku chanzo cha kutofanyika mechi ya watani wa jadi Yanga na Simba iliyopangwa kufanyika hapo jana kwa mujibu wa ratiba ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Tupate taarifa zaidi kwa shuhuda wetu aliyekuwa uwanjani hapo. Dabi hiyo imeota mbawa, haijachezwa, na mashabiki wamejitokeza kwa wingi hapa uwanjani. Wapo wa Simba, wapo wa Yanga ambao wako hapa uwanjani tangu asubuhi kabla ya taarifa rasmi ya bodi ya ligi kuhusu kuahirisha mchezo huu. Tuwasikie maoni yao juu ya hiki ambacho kimetokea mpaka kupelekea mchezo huu umeahirishwa. Mimi ni mshangiliaji kindaki, lakini kama Simba amegoma kuja kuleta timu uwanjani, huu ni hujumu. Watu tumelipia hela zetu, na hela zetu zitarudi vipi? Mimi kwa kibinadamu nimeonea huruma sana kutoka mbali. Wengine wamekaa siku 4 njiani, tunafanya biashara, vitu vyao wamepika futari zimeharibika. Lakini viongozi wako sahihi na hiyo fundisho. Kama itatokea kwa timu imefanya kosa, kuna watu wameacha kazi zao mmoja humu uwanjani,
watu wametoka mbali. Kwa hiyo tunaomba TFF, bodi ya ligi, ichukue hatua kwa hizo timu mbili. Mmoja hapo washuke daraja au wanyang'anywe pointi ili jambo kama hili lisikarudia tena. Kwa kweli taarifa nimeipokea kwa mshtuko mkubwa. Imeniumiza sana, hususan ukiangalia gharama ambazo nimetumia. Mimi huko Dar es Salaam sina ndugu. Nimefikia guest mpaka sasa nimefika Alhamisi. Mimi nilichokuwa na kishauri viongozi wa Simba ili swala na wenyewe waliangalia wajitathmini. Wanapotaka kufanya maamuzi haya, waangalie nyuma ni nini tunafirika sisi mashabiki. Kali tunaomba ingilie kati hili swala. Mtu unatoa elfu yako unanunua tiketi ya VIPB, unachukua elfu yako unachukua tiketi ya VIPC, baadaye unaambiwa mechi hamna kirahisi. Blaza, uchumi sasa ni mgumu blaza. Elfu ni hela nyingi sasa hivi, 5,000 ni hela nyingi. Kuna watu 5,000 wananunua futari mtaani huko. Serikali tunaomba ingilie kati, chunguza ya mambo yanaendelea. Inawezekana timu ije hapa alafu meneja uwanja asiwe na taarifa kama ana wageni. Inawezekana kweli jamani? Kwa hiyo hii ni mipango ambayo wameipanga wao. Hii ni tiketi namba yangu ya basi. Nimesafiri kuja kushuhudia mpira, nimetoka mbali Sirari. Nauli tu 98 mpaka natoa Tanzania kuja kushuhudia mpira, kuja kushuhudia dabi, lakini nimekuja kusikia hapa sababu ambazo naweza nikasema of course Simba walikuwa wako sahihi kikanuni, lakini kwa faida ya watazamaji na Watanzania na wapenda soka wangecheza tu, maana mpira wetu sisi tunajua namna gani ambavyo tunauendesha. Pia moja kwa moja taswira hii inatokea ni kwa sababu moja kwa moja mpaka leo nimegundua kwamba TFF haina mamlaka kwenye hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga. Tarehe 8 hivi vya mwezi wa 5 Yanga walishai kususa mechi hapa wakakimbia. Watu walikuja wametoa gharama zao wakapoteza dogo kama Tabora au timu yoyote ndogo hata Mashujaa. Mpaka sasa hivi wangekuwa wameshusha daraja. Hayo ni maoni ya wapenda soka wa Tanzania ambao walijitokeza kwa wingi hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa wakitarajia kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo baina ya Yanga dhidi ya Simba. Mchezo ambao kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi umeahirishwa na utapangiwa siku nyingine. Kutoka kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, mimi ni mwanamichezo wako Cliff Adam Mwakatundu. Shukrani sana Cliff kwa taarifa hiyo mtazamaji, na mwisho wa taarifa yetu ya habari. Hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia vichwa vya habari katika magazeti.